Tetesi za usajili zilikuwa zinadai kwa Faisal kuweza kutunukiwa kucheza klabu mbili kwa hivi sasa, ama pia kwa ofa ambazo zimepelekwa kwenye klabu ya Azam, basi iliweza kusikika kwamba klabu ya Yanga pamoja pia na klabu ya Simba. Lakini kufahamishe katika uchambuzi na ufuatiliaji wa kina zaidi kuhusu pia usajili wa Faisal Salum Abdallah kuelekea kwenye klabu ya Simba, ni kufahamisha kwa hivi sasa kumekuwa na asilimia kubwa endapo kama klabu ya Simba itaendelea kuweza kuhakikisha inafanya mazungumzo vizuri na uongozi wa klabu ya Azam, ambapo nafikiri lengo lilikuwa ni kwamba golikipa Aisal Manula ambaye nafikiri tayari wameshafanya makubaliano mazuri dhidi ya klabu ya Simba, hivyo ilikuwa kuna wepesi ambao wa Aisal Manula kuweza kwenda kwenye klabu ya Azam kwa lengo la kumpata Faisal, na akiwalisia dili la Faisal kwenda kwenye klabu ya Simba huenda likakamilika katika dirisha kubwa la usajili, kwa sababu tayari inavyoonekana mwekezaji wa klabu ya Simba, yani kuhusu swala la Faisal, amewaomba mashabiki, wadau na wanachama kwamba wamwachie yeye. Kwa hiyo inavyoonekana kabisa kwamba ni wazi kwamba mwekezaji wa klabu ya Simba atajitusua kuweka dau nono kwa ajili ya Faisal Salum Abdallah, na inavyosadikika ni kwamba mshahara atakaoweza kupewa Faisal endapo akakubali kuchezea kwenye klabu ya Simba unaambiwa ni shilingi milioni 30 kwa mwezi. Bwana, naweza nikasema kwamba atakuwa ndo mchezaji wa kwanza ndani ya ligi yetu Tanzania, tena mchezaji wa ndani kupokea mkwanja mrefu kwa mwezi. Hivi sasa kwenye klabu ya Azam Faisal anapokea milioni 16 na ushe. Kwa hiyo ni kama inakuwa mara mbili yake, ambapo mwekezaji wa klabu ya Simba anaamini kabisa kwa kumwekea ofa nono na kuvunja mkataba wa Faisal, basi tunaamini moja kwa moja Faisal ni lazima atarejea tena kwenye klabu ya Simba Sport Club kufanya mazungumzo. Na hatujajua pia ofa ya Yanga mara baada ya kusikia kwamba Simba itaweka milioni 30 kwa mwezi kumlipa mshahara. Hapo ndo kutakuwa na changamoto ya kushindana mishahara. Yanga wanaweza wakajitusua na kufika zaidi ya milioni 30, hapo mimi na wewe hatujui. Lakini pia hata kwa klabu ya Azam kuweza kufanya maboresho, pia na wao wanaweza wakavunja rekodi endapo pia klabu ya Azam ikaweka dau nono kuweza kumbakisha Faisal na kurekebisha mkataba wake na kuboresha zaidi. Manake pia Faisal anawezekana kubakia kwenye klabu ya Azam kama mchezaji ambaye atakuwa analipwa pia pesa nyingi zaidi ya milioni 30, kwa sababu tayari imeonekana kabisa klabu ya Azam, Simba na Yanga wote wanaohitaji na Faisal Salum Abdallah. Kwa hiyo atakayekuwa na pesa mingi, huyu ndiye atakayekuwa na nafasi ya kuweza kumbakisha Faisal Salum Abdallah katika ardhi yake. Cha msingi tukutane kwenye idara ya comment section. Hii ni Hot Boy Media.